Mambo vipi Tanzania, mambo vipi mwanafamilia wa Niyako TV, mambo vipi mwanamichezo, karibu sana tuweze kujuzana zile taarifa mbalimbali za kimichezo zilizojiri kutoka hapa nyumbani Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, lakini pia taarifa zote zinazotarajiwa kujiri na ambazo pia tayari zimekwisha kujiri kutoka hapa nyumbani Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, ikiwa ni siku ya Jumamosi ya tarehe 22 mwezi wa 11. Kama na mraka kwanza kujiunga na sisi, nikombe na nikusi usiache kubonyeza alama ya kengele, lakini pia usiache kusubscribe wa channel ili kuwepo wa kwanza ama kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu zote kwa masaa 24. Leo hapa nyumbani Tanzania kumechezeka michezo mbalimbali, lakini kwa mchezo wa kwanza ulikuwa ni mchezo wa ligi kuu ya NBC soka Tanzania bara, mchezo uliowakutanisha TRA, timu ambayo imebadilishwa jina kutoka kuitwa Tabora United na kupewa jina la TRA United, na mchezo huo ulichezeka kule Tabora katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi, kwa wenyeji TRA United dhidi ya Mafande Tanzania Prison kuweza kufungwa goli moja kwa bila, na TRA United wakaweza kuondoka na ushindi wa goli moja kwa bila. Goli pekee likifungwa na Ramadhani Salum mnamo dakika 55, na hivyo alama tatu muhimu zikabaki katika dimba la Al Hassan Mwinyi kule mkoani Tabora. Lakini mchezo huo ulipomalizika, kulikuwa kuna mchezo mwingine wa ligi kuu soka Tanzania bara ambao ulikuwa ni mchezo kati ya wazee wa mapigo na mwendo, hawa ni Mashujaa FC dhidi ya watoto wakijiita The Purple Nation kutoka katika jiji la The Purple Nation kutoka kule jijini Mbeya, hawa ni Mbeya City. Mchezo uliochezeka katika uwanja wa kule Lake Tanganyika Kigoma, kwa wenyeji pia Mashujaa FC kuweza kuondoka na alama tatu muhimu, ama kutokuruhusu alama tatu zingine kuondoka katika uwanja huo na kuweza kutamatika ama kuondoka na ushindi wa alama tatu muhimu katika mchezo huo, na Mashujaa FC wakaweza kuondoka na ushindi wa goli moja. Goli pekee lilofungwa mnamo dakika ya 77 kwa mchezaji anaitwa Jafari Kibaya. Mnamo dakika 77 akaweza kuisawazishia Mashujaa FC na pointi tatu muhimu zikabaki kwa wenyeji wao ambao ni Mashujaa FC, huku kwa upande wa Mbeya City licha kutengeneza nafasi nyingi lakini hazikuweza kufua dafu, na hivyo akaweza kuondoka bila alama hata moja katika uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma. Kwa wenyeji wazee wa mapigo na mwendo, hawa ni Mashujaa FC wakiwa na mwendelezo mzuri katika mechi zao za ligi kuu ya NBC soka Tanzania bara, na hivyo leo pia wameruhusu ama wamepambana na kuweza kutokuruhusu alama tatu muhimu ziondoke kwenda kule jijini Mbeya, na akaweza kuzibakisha mwisho wa reli Kigoma, wakipaita watu hivyo ni kule Kigoma kwa uwanja wao wa Lake Tanganyika kule Kigoma. Hivyo wa mechi hizo mbili zimechezeka katika viwanja viwili tofauti hapa Tanzania, mchezo wa kwanza ukitamatika kule katika uwanja wa Al Hassan Mwinyi kule Tabora kwa TRA United kwa mara yao nyingine ya kwanza wakiondoka na alama zao tatu muhimu dhidi ya Tanzania Prison. Lakini mchezo wa pili ulikuwa ni kati ya Mashujaa FC dhidi ya Mbeya City, na mchezo huu ukaweza kutamatika kwa pointi tatu muhimu kubaki katika uwanja wa Lake Tanganyika kule Kigoma kwa Mashujaa. Goli pekee la Mashujaa likifungwa na Jafari Kibaya mnamo dakika ya 77. Hii ni Niyako TV, kama moja subscribe ni kuomba na nikusi usiache kubonyeza neno la subscribe, lakini pia kama unataka kwanza kujiunga na sisi pia tufollow katika mitandao yetu rasmi kule Instagram pamoja na TikTok kwa jina moja la Niyako TV, lakini pia unaweza kunifollow mimi katika mitandao yangu ya rasmi ya kijamii kwa maana kule Instagram pamoja na Facebook kwa jina moja la official Mutra Msanoaji. Hivi ndivyo ambavyo mwenendo wa matokeo katika michezo miwili iliyopigika katika viwanja tofauti hapa nyumbani Tanzania, mchezo wa ligi kuu ama mechi za ligi kuu ya soka Tanzania bara. Mchezo wa kwanza ulikuwa ni kati ya TRA United dhidi ya Tanzania Prison, na mchezo huo ukatamatika kwa TRA United kuondoka na ushindi wa goli moja kwa bila. Lakini mchezo mwingine wa pili uliotamatika ulikuwa ni kati ya Mashujaa dhidi ya Mbeya City, na mchezo huo ukaweza kutamatika kwa Mashujaa FC kuweza kuondoka na alama zote tatu muhimu katika mchezo huu dhidi ya Mbeya City, ambao goli pekee la Mashujaa FC likifungwa na Jafari Kibaya. Hapo siku ya kesho, lakini pia katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, timu ambazo zimecheza leo zimeweza kujisogeza kujitoka katika danger zone na kuweza kujenga katika nafasi
nzuri katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini hivi ndivyo ambavyo matokeo yaliyochezeka ama mechi zilizochezeka leo, licha pia kuachana na mechi za kimataifa hapa nyumbani Tanzania, baada ya Young Africans pia na kuondoka na ushindi wa goli moja kwa bila dhidi ya AS FAR Rabat kutoka kule nchini Morocco, ambao mchezo huu umetamatika katika dimba la New Amaan Complex Stadium kule Unguja visiwani Zanzibar. Hii ni Niyako TV, tunasema habari yako ni habari yetu.